kila mmoja akae mkao unaoruhusu kubarikiwa. Ninafikiri ya kwamba si sheria ya Wamedi na Wajemi kwamba lazima tu ukae na huyo ambaye amekaa pembeni yako. Ukiona ya kwamba wakati fulani anafanya dishi liumbe, basi unaweza ukamhama, maana hata hivyo viti vinaruhusu kuhama, havijashikamana na flow. Kwa hiyo ukikuta ya kwamba anakupeleka kwenye network zingine, usisite kuondoka hapo na kusogea mbele kidogo ili ukutane na Bwana zaidi. Haleluya. Katika vipindi vya mchana, masaa kama haya, tutakwenda kutembelea ofisi kuu 3. Yaani mada yetu kubwa kabisa itajijenga na itajikita katika ofisi kuu ngapi? 3. Kwa hiyo tutatembelea hizo ofisi kuu 3, tuziangalie hizo ofisi kuu 3, tuzichambue hizo ofisi 3, alafu tumshangilie Bwana kwa hizo ofisi 3. Na ofisi ya kwanza tutakayoitembelea, tutakwenda kuitembelea ofisi ya kinabii, na hii tutakwenda kumwelewa Yesu nabii. Yesu nabii. Lakini ofisi ya pili ni ofisi ya kikuhani, na katika ofisi ya kikuhani tutakwenda kumwangalia Yesu kuhani. Na ofisi ya tatu ni ofisi ya kifalme. Labda wanafunzi wa hapa Chome Sekondari, niwaulize swali kabla hatujaenda kuanza hotuba yetu. Hivi tuko hapa duniani tukiwa tunamsubiri Yesu. Hivi Yesu yupi? Nabii, kuhani au mfalme? Swali limekaa sawa? Wanakwaya tunaimba habari za Yesu ya kwamba anakuja, na pastor amefundisha habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Anakuja kama nabii, anakuja kama kuhani, au anakuja kama mfalme? Tembea pamoja nami kwa wiki hii masaa ya mchana kwa ajili ya kulitafakari neno la Bwana katika ofisi hizi kuu 3. Sasa nikualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna shauku ya kukuelewa tena mchana wa leo. Wana wako na binti zako wameacha shughuli zote na tuko mbele zako, si kwa ajili ya mlango au kwa ajili ya mchungaji wa mtaa huu, lakini ili kila mmoja aweze kukutana na wewe katika mchana wa leo. Hata nyimbo zilizoimbwa ni kwa ajili ya mioyo yetu kukutana nawe. Naomba sasa uwe mwalimu wetu, Roho wako Mtakatifu akamsikilizishe kila mmoja sauti inayotoka kwako. Roho wako akafanye mchana wa leo tukuelewe zaidi ya nyakati zote zilizopita. Sema, maana tuko tayari kukusikia. Nitumie upendavyo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Sasa tuichambue kidogo ofisi ya kinabii, na moja kwa moja tutembee kumwelewa Yesu nabii. Yesu nabii. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 na aya
ya 18 liko neno la pekee ambalo liko pale na linasomeka hivi. Fungu hili 18 na aya ya 18, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema, mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Baba anapoongea na Musa, anampa Musa maelekezo, nitawaondokeshea nabii, na nabii ambaye nitawaondokeshea anatokea miongoni mwa ndugu zenu, na nabii huyo ni mfano wako wewe. Na huyo nabii Baba anasema nitatia maneno yangu kinywani mwake. Hilo neno lizito. Kwa lugha nyingine, yeye hatakuwa na maneno ya mwingine, hatakuwa na sauti ya mwingine, lakini Baba anaeleza, anasema nitatia maneno yangu, na nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote ninayomwamuru. Sasa hoja inakuja tu kuangalia kwa kina nini ambacho Baba anaeleza hapa. Nani nabii ambaye anatajwa hapa? Hivi anatajwa Elia au anatajwa nabii yupi hapa? Isikie Biblia inachosema na jinsi ambavyo Bwana anajifunua, na watu walioishi wakati wa Yesu Kristo walitambua kutimizwa kwa unabii ambao tumeusoma, ambao Baba anaeleza juu ya Musa ya kwamba atatokea nabii, na nabii atapokea maneno ya Bwana, yatakuwa kinywani mwake. Katika ile Yohana sura ya 6 na aya ya 14 unabii unakwenda kuthibitika. Sikiliza kwenye Yohana sura ya 6. Kama umepata hapo, useme amina. Hivi kweli umepata? Yohana 6:14 Biblia inasemaje? Fungu la 14 linasomeka hivi: basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Waliona ishara gani? Wameona ishara ya Yesu Kristo ambayo ameifanya, ambayo ameshughulika na kuwahudumia watu na kuwalisha watu kwa mikate michache. Na hivyo mkutano wote ukatangaza na kusema, walipoiona ishara ambayo huyu Yesu Kristo ameifanya, wakathibitisha wakisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo linatimia neno ambalo Baba amelisema na Musa akaliandika katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba nitawaondokeshea nabii, na sasa Yesu anapokuja anatimiza hilo, na watu walioshuhudia hilo wanathibitisha na kusema huyu ndiye nabii yule. Hakuna maswali, hakuna habari ya kuuliza tena. Huyu ndiye nabii yule ambaye alitajwa habari zake. Na ndio maana katika ile sura ya 7 ya kitabu cha Yohana na lile fungu la 40, sikiliza Biblia inasema, basi
asifiwe. Watu wa nyakati zile waliamini unabii, na hata Yesu anapokuja kufanya kazi ya kumkomboa mwanadamu, wanatangaza, wanasema huyu ndiye nabii yule, hakuna shaka. Mshangilieni Bwana kwa kusema amina. Sasa sikia hili. Swala la unabii sio wazo la mwanadamu, ni wazo ambalo ni la Baba mwenyewe. Hakuna mwanadamu ambaye alikaa na kujiplani mwenyewe kuwa nabii. Baba ndiye anatangaza, anasema nitawaondokeshea nabii. Kwa hiyo anayemfanya mtu kuwa nabii sio mtu anayejifanya kuwa nabii, bali Baba ndiye anayemfanya mtu kuwa nabii. Na Petro wa pili 1 kwenye aya ile ya 21, neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Petro wa pili ile sura ya kwanza na aya ile ya 21. Neno la Mungu linasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ofisi ya kinabii ambayo umma unathibitisha ya kwamba Yesu Kristo ndiye nabii aliyetajwa na Baba, inaonekana dhahiri ya kwamba swala la kinabii sio swala la mtu kujisimika na kujifanya nabii, bali ni swala ambalo linatokana na Baba ambaye yeye ndiye anayewasimika watu kwa manabii, na hao manabii hawafanyi yaliyo yao wenyewe, bali wanafanya yaliyo ya Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa sikia, sio watu tu waliotangaza ya kwamba Yesu ni nabii. Yeye mwenyewe Yesu Kristo anasimama na kujiita nabii. Na ukisoma Injili ya Luka ile sura ya 13 na ile aya ya 33, Yesu analishuhudia hilo kabisa tena hadharani. Luka sura ya 13 aya ya 33. Sikia Biblia inachosema hapa kwenye 13:33, anasema pamoja na hayo imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa hayumkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Anajifunua mwenyewe kama hamkini nabii aangamie, yaani yeye mwenyewe aangamie. Na mwenye Yesu Kristo anapokuja alihubiri kwa mamlaka ya kinabii, hajahubiri kwa mamlaka ya kibinadamu ya kawaida. Na ndio maana katika Mathayo sura ya 7 na aya ya 29, neno linapohubiriwa, hata watu wanapohubiriwa wanafika mahali wanatambua, maana neno lake halikuhubiriwa kama wanadamu wa kawaida wanavyohubiri, bali neno lake lilikuwa na utofauti mkubwa na vile wanavyohubiri watu wengine. Alihubiri kama mtu mwenye mamlaka. Hakuhubiri kwa kuchekesha, hakuhubiri kwa kufanya labda watu walaka, mwenye mamlaka. Mwenye mamlaka. Na si kwamba tu alihubiri kwa mamlaka, yeye mwenyewe aliweka bayana kanuni za ufalme wa Mungu. Ukiisoma Injili ya Mathayo sura ya 5, unaona jinsi ambavyo anaweka kanuni za ufalme wa Mungu. Hebu fungua Biblia yako sasa.
Unajua hapa Biblia ndiyo inatakiwa isomwe, tusije tukatumia maneno ya mdomo sana na mbwembwe nyingi. Neno la Bwana linapaswa lisomwe. Nimekwambia hivi, huyu Yesu Kristo yeye ameweka bayana kanuni za ufalme wa Mungu. Na ukisoma Injili ya Mathayo kwenye ile sura ya 5, anasema naye alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia, akafungua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho. Malizia. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo yeye kama nabii anasimama kabisa akiufundisha umma habari za namna ya kupata ufalme wa Mungu. Anafundisha, anaweka bayana kanuni za ufalme wa Mungu. Sikiliza, inawezekana hatujapelekana. Ofisi ya kinabii ndiyo ofisi inayotambulisha ofisi ya kifalme. Hauwezi ukauelewa au ukaielewa kwa kina ofisi ya kifalme kama haujaitambua kwa kina ofisi ya kinabii. Na ofisi ya kinabii ndiyo ofisi inayoweka kanuni na taratibu za kuingia katika ofisi ya kifalme. Na Yesu mwenyewe anatangaza, anasema katika 5, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hivi kukaa kwetu hapa, nini tunachongojea? Ufalme. Haleluya! Na sio ufalme wa duniani, bali ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Tunapoimba hapa, nini tunachosubiri? Tunaimba tukingojea ufalme, tunahubiri tukingojea nikimsubiri Kristo. Kwa hiyo sikiliza, hoja kubwa, ufalme. Na ofisi ya kinabii inaweka kanuni za kuingia katika ufalme. Kama umefungua Mathayo sura ya 5, naomba hebu uitikie haya mafungu kwa haraka. Yaitikie sasa. Naanza fungu la 5. Heri walio maskini wa roho, heri wenye huzuni, heri wenye upole, heri wenye njaa na kiu ya haki, heri wenye rehema, heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Yesu mwenyewe ndiye anaweka hizo kanuni za ufalme. Na ili uweze kufahamu habari zote za kanuni ya ufalme, lazima utembee kwenye ofisi ya kinabii ili upate kanuni za kuingia katika ofisi ya kifalme. Sikia hili. Hakomei hapo. Yesu alieleza matukio ya wakati unaokuja, na akaweka bayana kwenye sura ya 24 kwa lugha inayotambulisha ya kwamba ni dhahiri nabii aweze kuongea mambo ya sasa, lakini aweze kuongea pia mambo yajayo. Na ukienda kwenye sura ya 24 na aya ya 1 mpaka ya 51 na ile Luka ya 19 aya ya 41 mpaka ya 44, yeye mwenyewe anaweka bayana matukio ya wakati unaokuja, hata kama yeye hajaja ya kwamba nini kitatokea. Na sikeni kwambie, ndio maana mwimbaji mmoja kaimba, ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, kwangu taku
katika ofisi yake ya kifalme. Huyu Yesu Kristo ndiye aliyewajaza waandishi wa Biblia Roho Mtakatifu na kuwapa unabii. Haleluya! Yeye ndiye ambaye amewajaza waandishi. Tunaposoma habari ya Daniel, tunaposoma habari ya Mathayo ambaye ni mwandishi, tunaposoma habari ya Isaya, yeye ndiye ambaye aliwajaza waandishi Roho Mtakatifu, na yeye ndiye ambaye amewapa unabii. Hakutoka kwao, yeye ndiye amewapa, ili wewe na mimi tuweze kupokea. Haleluya! Lakini sikiliza hivi, mchana huu Mungu anachagua watu kuwa manabii. Sio kwamba watu wanajichagua hivi. Kuna chuo cha manabii sasa sijafuatilia, ambao wanaingia kozi tu ya kusoma unabii. Yaani wao wanapokea moja, yaani ni chuo ambacho yaani wamejiandaa wenyewe tu kwa kuwa manabii. Sasa sikiliza hii, Mungu anachagua watu kuwa manabii, na ndio maana katika kitabu cha Amosi sura ya 3 fungu la 7 hadi lile la Amosi 7 fungu la 14 na lile la 15, Biblia inasema hivi. Kwenye fungu la 14 Biblia inasema, ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Msomi, sikuwa nabii wala mwana wa nabii, bali mimi nilikuwa nani? Mchungaji. Naelewa kuna aliyeitwa kuwa mchungaji, lakini hakupewa swala la kinabii. Kuna aliyeitwa kuwa mhubiri, lakini hakupewa swala la kinabii. Na kuna aliyepewa unabii, lakini hakupewa kuwa mchungaji. Na hivyo Amosi anaandika ujumbe akiweka bayana katika fungu la 14 kwamba akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu, naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi. Bwana akaniambia, enenda uwatabirie watu wangu wa Ramadhani hao Israeli. Haleluya! Anamchukua kutoka katika uchungaji mpaka anamsimika katika unabii. Enenda sasa, wewe ukiwa mchungaji na mtunza mkuyu, sasa enenda ukawatabirie watu wangu Israeli. Bwana ndiye anayemsimika, Bwana ndiye anayemfanya kuwa nabii. Sasa nisikie, mchana huu Yesu hajanyamaza kuhusu ofisi hii, na alitoa angalizo sana tunapofikia hatua ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Alitoa tahadhari mno juu ya kanisa lake dhidi ya manabii wa uongo. Na ndio maana katika Mathayo sura ya 24 kwenye fungu la 11 na lile la 24 pale, Yesu anatoa angalizo sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 24 kwenye fungu lake la 11, sikia kile ambacho Baba huyu mwalimu wetu mkuu Yesu Kristo anachokiweka bayana. Anatoa angalizo, anasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi.
Jamani, manabii wangapi? Wa namna gani hapa? Yesu anatoa angalizo katika ofisi yake ya kinabii, ambaye yeye mwenyewe anawafanya manabii, na anasema angalia, manabii wengi wa uongo watatokea. Sasa hoja inakuja, manabii hawa wa uongo wanatokea kutoka wapi? Wanatokea kutoka huko duniani, au wanaweza wakatokea hata ndani ya kanisa. Na wakati mwingine tunaposoma haya mafungu ni kana kwamba tunawasomea watu wengine. Ukisema katika fungu la 11, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, mtu anakaza uso kuangalia pembeni. Nenda angalia ndani mahali ulipo, ya kwamba wanaweza wakatokea pale mahali ulipo. Hapo unaposema kwa Waadventista wa Sabato, hapo ambapo kila Ijumaa nyimbo zinaimbwa, siku 6 zimepita, Sabato tena karudi. Hapo ambapo kila wakati inatajwa leteni zaka kamili ghalani, nabii wa uongo anaweza akachipuka, ambaye wala Bwana hajamtuma. Sikiliza fungu la 24 linasema hivi: kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Watatokea, na kwa sababu kizazi hiki kinapenda ishara sana, Shetani naye amepewa uwezo wa kufanya miujiza. Nasikia manabii wa uongo leo, hatusemi watatokea, wametokea na wao, na hata kwenye ofisi hizo za maombezi hizo wao. Na unajua kuna kitu na kishakasa na walimu. Biblia inaeleza vizuri. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yakobo, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, aimbe zaburi. Mtu wa kwenu akiwa hawezi, Biblia inasema awaite wazee wa nini? Wa kanisa, na anasema wamwombee na kumpaka mafuta, na anasema na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Sasa nipatieni fungu wapi pamesema ya kwamba ukipatikana na mabaya ukiwa huwezi kuombewa na mtumishi? Kuna mtumishi, hebu sema mtumishi. Sema vizuri, mtumishi. Kuna mtumishi. Nikaenda kwa mtumishi. Mtumishi akaniombea, mtumishi. Mtumishi akanipa mafuta ya upako, mtumishi. Na hakuna fungu linaloonyesha muombaji ambaye anatumia mafuta kuweka kwenye jonti moja ya mwili na jonti nyingine. Na leo dunia inahitaji vitu vya namna hii, na Yesu Kristo katika ofisi ya kinabii hakunyamaza juu ya kanisa lake. Alilionya kanisa, akaliambia zingatieni, watatokea makristo na manabii wa nini? Wa uongo. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuonywa na kusimama
Mchana wa leo ni saa ya kufungua macho. Amen. Ni saa ya kuanza upya. Umedanganywa. Mtu mmoja akasema, nimekutana na mtumishi. Mtumishi akaniambia niende nikalete maji ya bahari. Na unajua wanaodanganywa kwa mara nyingi ni wakina mama. Mama ujauzito haupandi, ujauzito haupandi, haenda kwa mtumishi. Mama anajua kalete maji ya liki. Mtumishi anayekutuma maji ya bahari, chukua tahadhari. Yesu anaponya pasipo maji ya bahari. Yesu anafungua matumbo ya kina mama pasipo maji ya bahari. Yesu anafanya watu wafaulu mitihani pasipo maji ya bahari. Yesu anaondoa mikosi na balaa pasipo maji ya bahari. Ni Yesu Kristo na Yesu Kristo pekee. Utumwa wa nini wakati ametuweka? Na sasa sikia, anapolionya kanisa lake, baraka tunaweza tukazipata siku ya leo, hasa pale tunapokubali ujumbe wa nabii, tunapokubali ujumbe wa Yesu Kristo maishani mwetu, baraka zinapatikana. Tunapokataa ujumbe wa Yesu Kristo maishani mwetu, baraka zinatoweka. Na hivyo ni vizuri kumchagua Yesu maishani. Sikia wanafunzi, niwaambie ni vizuri kumchagua Yesu maishani. Sikia akina baba, niwaambie ni vizuri kumchagua Yesu maishani. Sikia akina mama, niwaambie ni vizuri kumchagua Yesu maishani. Ujumbe wa Yesu maishani mwako na maishani mwangu ni ujumbe unaokupatia baraka. Na ukiupokea ujumbe wa Yesu Kristo, unakufanya uishi kwa amani na usalama. Unalala usingizi hata hilizi huna. Tena usingizi mwanana. Mlango hata hujafunga, kuna kucha bila tabu. Mlinzi ni nani? Yesu Kristo. Unatembea barabarani, huna hata silaha yoyote. Mlinzi ni nani? Ni Yesu Kristo. Unakula chakula, mlinzi anayefanya kipite katika njia yake ni nani? Yesu Kristo pekee. Sikia nikwambie, usalama wako na wangu mchana wa leo ni kufuata neno la nabii, na nabii si mwingine ni Yesu Kristo pekee. Na katika Mambo ya Nyakati wa Pili 20 aya ya 20, yeye akatamka maneno haya tunapoelekea mwisho mchana wa leo. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura ya 20 na aya ya 20, akatangaza maneno haya. Nyakati wa Pili 20:20 anasema hivi: wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema. Akasemaje? Malizieni na nini? Mbona mimi mnaniacha peke yangu? Nisikieni. Nani sasa? Endeleeni sasa. Nani ni wenyeji wa Yerusalemu? Mwamini Bwana. Ndio. Ndio. Jamani, Bwana asifiwe. Yehoshafati anatangaza, Bwana anamwambia tangaza, anasema nisikieni enyi Yuda, nisikieni ninyi wanafunzi wa Chome, nisikieni ninyi watumishi wa Chome, nisikieni ninyi washiriki wa Chome, nisikieni ninyi wanakambi wa Chome, mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini. Haleluya. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Na akasema ndivyo mtakavyothibitika. Ili uthibitike maishani, mwamini Bwana Mungu. Ili uthibitike
kuamini vitu vingine. Mzee mzima unatembea na vita bendi, unaamini kifundo ulichokifunga kwenye mkanda wa suruali ya kwamba hiki ndicho kinachoweza kulipa ulinzi, hiki ndicho kinachoweza kulipa utajiri, hiki ndicho kinachoweza kuleta usalama wa ndoa, hiki ndicho kinachoweza kufanya mume wangu atulie, hiki ndicho kinachoweza kufanya nifaulu mtihani. Sikiliza nikwambie, mwamini Bwana utathibitika. Na ushindi haupatikani kwingine, unapatikana kwa Bwana na Bwana pekee. Na anasema utathibitika, na si kuthibitika tu, anatangaza mafanikio. Anasema waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Isaya alieleza, Yeremia alieleza, akisema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Anasema amini, utafanikiwa. Amini. Nabii anatangaza, Bwana anatangaza kupitia nabii Isaya, sikio langu si zito hata nisiweze kusikia, wala mkono wangu ushindwe kuokoa. Maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na mimi, hata hataki kusikia. Geuza mwelekeo, waamini manabii, na si mwingine, ni Yesu Kristo pekee. Na ndio maana katika Mathayo sura ya 10 fungu la 41, fungu letu la mwisho kwa ibada hii ya mchana, ile sura ya 10 ya kitabu cha Mathayo na ile fungu la 41, Yesu anatangaza maneno haya: ampokee nabii, kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Haleluya! Narudia tena, ampokee nabii, kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Naye ampokee mwenye haki, kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Mchana wa leo ninamleta Yesu mbele zako. Anayempokea Kristo anapata thawabu. Yesu Kristo ndiye mwenye haki. Hakuna mwenye haki zaidi ya Kristo. Ukimpokea umepata thawabu. Ukimpokea umepata vitu vyote. Sikiliza, unaweza ukahangaika sana kuitafuta dunia, na katika kuhangaika kuitafuta dunia ukaikosa mbingu. Lakini unaweza ukahangaika sana kumtafuta Kristo na ukampata Kristo, na katika kumpata Kristo ukaipata dunia. Amen. Haleluya. Kama ni magari mazuri ukayapata, maana na Yesu. Kama ni nyumba nzuri ukazipata, maana na Yesu. Kama ni elimu ya juu ukaipata, maana na Yesu. Kwa hiyo hangaika kumpokea Kristo mchana leo. Furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu. Baraka gani simeni kwa Mungu. Sasa na tusimame tuone.
Dhamiria kumpokea Yesu tena, dhamiria kumwamini Kristo, dhamiria kuamini ahadi zake. Ikiwa ni kusudi lako moyoni ya kwamba ninampokea tena Yesu mchana wa leo, ili azidi kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, unaweza ukanyosha mkono wako. Mungu akubariki sana. Unyoshe mkono wako vizuri. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tumeisikia sauti yako mchana wa leo. Tumechambua namna ambavyo ulimwengu ulikutambua ya kwamba wewe ni nabii, lakini asante kwa kutuwekea bayana ya kwamba yeye anayempokea nabii atapata thawabu, yeye anayempokea mwenye haki atapata haki. Nasi mchana wa leo, Yesu Kristo ambaye wewe unakuja hivi karibuni, tunakupokea tena na tumenyosha mikono yetu kukuelekea wewe. Baba, tumekuchagua, naomba ingia ndani ya mioyo yetu. Ikiwepo kasoro yoyote kwa mmoja wetu, akiwepo mmoja aliyeacha njia, akiwepo aliyetekwa na manabii wa uongo, mchana wa leo mrejeshe kwako tena, afae kuwa wako sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo, amen.